anashangaa mali zake zinateketea. Moto ukaja moto wa kutengenezwa ukalipuka, ukateketeza mali zake. Alafu anabakisha mtu mmoja. Anakwenda, anamueleza, anataka mtoe kwenye target. Badala yeye amtazame ibilisi na kushambulia kwamba huyu ni ibilisi, yeye aanze kumlaani Mungu, aanze kumchonganisha Ayubu na Mungu. Lengo la kukupa hii hasira ya ndani ya kukutengenezea matukio mfululizo, linatoka hili linakuja hili linakuja hili, ni ili upate hasira ya ndani. Na kwa sababu ile hasira itakuwa haina majibu, itakuondoa macho yako. Badala ya kumtazama Kristo Yesu, uanze kuyatazama yale au watazame wanadamu. Naomba usiwatazame hao katika jina la Yesu. Zaburi ya 34 inasema 19, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na hayo yote. Kuna kipengele cha kwanza, lakini kuna cha pili. Ili Bwana akuponye, huwa umemtazama yeye. Sasa yale mambo analeta mfululizo hivyo, analeta vile hali mfululizo hivyo, hali ngumu hivyo, ili kwamba uondoe macho yako kwenye kumtazama Bwana ambaye ndiye anayekuokoa, uanze kutazama yale mateso, uanze kutazama yale matukio. Sikiliza, hatutatazama matukio, sisi tutamtazama yeye mwenye kuanzisha na atakayetimiliza imani yetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Waebrania wakaambiwa, mtazameni yeye aliyeanzisha. Kama ni biashara, ulianza pamoja naye. Kama ni ndoa, ulianza pamoja naye. Kama ni shamba, kama ni ajira, ulianza pamoja naye. Hata kama shetani akuinulie watu, ainue mateso mengi, alete moto mwingi, usitazame hayo, mtazame yule ulianza pamoja naye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hesabu anasema hivi, akawaambia wana wa Israeli walipokuwa kwenye hali ngumu. Hesabu 21 mstari wa 8 na wa 9. Hesabu 21 mstari wa 8 na wa 9, ambayo maneno haya Yesu aliyanukuu. Akasema Hesabu 21